Vita vya kijasusi vinazidi kuongezeka katika eneo la Mashariki ya Kati. Vita hivi vya kijasusi vinafanywa na mataifa makubwa katika eneo hilo, ikiwa ni pamoja na Iran, Israel na hata Umoja wa Falme za Kiarabu na Saudi Arabia. Wakati huu vita hivi vya kijasusi ni katika eneo hilo na mipango mikubwa ni juu ya usalama wa kila taifa ambalo linajikita katika ujasusi. Iran inatajwa inafanya ujasusi mkubwa katika taifa la Israel, lakini pia kufanya ujasusi katika mataifa mengine ikiwa ni pamoja na Lebanon, lakini pia katika mataifa yote ya Ghuba. Hili pia linafanywa kwa kiasi kikubwa na ujasusi wa Israel. Hata hivyo, huko Palestina, Israel inadaiwa kukita mizizi katika kufanya kazi za kijasusi. Meya wa Batiam katikati ya ardhi ya Palestina ambazo zinakaliwa kwa mabavu amekiri kuongezeka kwa ushawishi wa kijasusi wa Iran katika eneo hilo la Palestina. Hata hivyo, tamko la dharura la kutangaza kuwa idara ya usalama wa ndani ya utawala wa Israel imearifu juu ya kuongezeka juhudi za Iran za kupanua ushawishi wa kijasusi. Taarifa imeeleza kwamba wa Iran wamefika Batiam, kauli inayothibitisha nguvu ya ushawishi wa Tehran na hofu ya viongozi wa Israel kuhusu kupanuka kwa ushawishi wa kijasusi wa Iran ndani ya ardhi zinazokaliwa kwa mabavu. Sasa inatajwa kwamba kama ambavyo Mossad wameenea katika kila nchi ya Mashariki ya Kati, ndivyo ilivyo Iran. Iran inatajwa kwamba ujasusi wake umeenea mataifa mengi katika eneo la Mashariki ya Kati na hata nje ya Mashariki ya Kati. Hata hivyo, wakati huu kila mmoja amekuwa na wasiwasi dhidi ya ujasusi wa mwingine. Iran imekuwa na wasiwasi kubwa na imefikia hatua kuwasaka majasusi wa Israel Mossad na kuwakamata wageni wanaowashuku kuwa ni majasusi. Kadhalika upande wa Israel hivyo hivyo, Saudia, Umoja wa Falme za Kiarabu, Jordan na mataifa mengi katika Mashariki ya Kati, kila taifa limekuwa na wasiwasi juu ya ujasusi kutoka mataifa mengine. Israel inatajwa ndio taifa ambalo kwa muda mrefu limesambaza majasusi wake wa Mossad wakishirikiana na CIA kutoka Marekani na M16 kutoka nchini Uingereza. Wamekuwa wakishirikiana katika kufanya kazi za kijasusi na kupeana taarifa juu ya mambo yanayoendelea katika mataifa ambayo wanayakusudia. Eneo kubwa ambalo wanalifanyia kazi ni huko Yemen pamoja na Lebanon, Palestina na hata Iran. Yaani wamekuwa wakiangalia zaidi mataifa ambayo yamekuwa na usumbufu mkubwa na mataifa ambayo yamekuwa na ugaidi. Afghanistan inatajwa kwa kiasi kikubwa kwamba imejaa majasusi wa Mossad na wale kutoka nchini Marekani. Lakini kwa upande wa Saudi Arabia imejikita zaidi katika ujasusi wake pia katika maeneo kama vile Iran, Iraq, lakini pia na mataifa mengine jirani. Imekuwa ikifanya kazi zake na lengo kubwa ni kuona ni jinsi gani inaweza kujilinda kutokana na namna ambavyo taifa kama vile Israel limekuwa likiendesha kazi zake na limekuwa likitoa taarifa wakati mwingine na kufanya mashambulizi kama ambavyo limefanya huko Qatar baada ya kutaka kuwashambulia viongozi wa Hamas ambao walikuwa katika mkutano wa kumaliza vita kati ya Israel pamoja na kundi hilo la Hamas. Kujipenyeza kwa ujasusi wa Iran na kuwa na ushawishi inaonyesha ustadi wa Iran katika operesheni za kijasusi, kwa kuwa badala ya kutegemea mbinu ngumu inatumia udhaifu wa kijamii na kiuchumi wa jamii lengwa, mawasiliano na makundi mbalimbali kama vile wanajeshi wa akiba, wanafunzi wastaafu, wanaonyesha upana wa wigo wa ushawishi na uwezo wa Iran wa kuvutia watu kutoka tabaka tofauti ndani ya Israel. Kukiri kwa baadhi ya viongozi wa Israel juu ya uwepo wa Iran katika moyo wa ardhi zinazokaliwa kwa mabavu pia kunaonyesha ubora wa kiintelijensia na wa kijasusi wa Iran dhidi ya utawala wa Israel ambao una intelijensia hali ya juu ulimwenguni. Ushawishi wa kijasusi pia nchini Iran, mbali na sura ya kiusalama, una sura ya kisaikolojia na inaashiria uwezo wa kumzuia adui. Nukta hii ni muhimu hasa kwa kuzingatia kuwa kuibua hofu miongoni mwa viongozi wa Israel ni mbinu yenye nguvu na hata wakati mwingine huwa na mafanikio zaidi ya silaha za kivita. Hata hivyo, Israel inatajwa ndio taifa katika Mashariki ya Kati ambalo lina majasusi wengi karibia nchi zote, na imekuwa ikishirikiana na baadhi ya majasusi wengine kutoka mataifa mengine, na ndio maana imeweza kupata taarifa muhimu zote inazozihitaji juu ya nchi yoyote ama mtu yoyote wanayemfuatilia. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kujua nini kinajiri katika ulimwengu kupitia The World News.